Hofu ni moja ya vikwazo vikubwa vinavyowazuia watu wengi kufikia mafanikio yao. Wafanyabiashara wengi huwa wanakosa ujasiri wa kuchukua hatua kutokana na hofu ya kupoteza pesa, hofu ya kushindwa, hofu ya kupata hasara, hofu ya kuanza na hofu ya kufanya maamuzi. Mjasiriamali mwenye mafanikio ni yule anayejifunza kuzitambua hofu, kuzielewa na kuzipitia kwa ujasiri ili aendelee mbele kwenye fursa za biashara. Hofu ya kwanza ni hofu ya kupoteza pesa. Hofu ya kupoteza pesa ni mojawapo ya changamoto kubwa kwa wafanyabiashara wengi, hasa wale wafanyabiashara wanaoanza. Hofu hii huwa inawafanya watu washindwe kuwekeza, washindwe kujaribu fursa mpya na kubaki sehemu moja kwa muda mrefu bila kukua. Biashara yoyote yenye ukuaji lazima ipitie riski fulani ya kifedha. Ili kuishinda aina hii ya hofu, unahitaji kuelewa kupoteza kidogo ni sehemu ya kujifunza, kuimarika, kukua na kupata kikubwa zaidi. Usiangalie hasara ya muda mfupi, angalia faida ya muda mrefu. Hofu ya pili ni hofu ya kushindwa. Hofu ya kushindwa huwa inawazuia watu wengi kuanza biashara na kujaribu fursa mpya kwa sababu ya kuogopa aibu, lawama na kuona kama hawawezi kufanikiwa. Lakini unatakiwa kujua, kwenye biashara kushindwa ni moja ya darasa la kupata mafanikio. Kushindwa sio mwisho, ni hatua ya pili inayokupa mafunzo ya ukuaji. Kila mjasiriamali mkubwa ameshawahi kushindwa kabla ya kufanikiwa. Kubali makosa yako kama sehemu ya safari yako ya biashara, jifunze na endelea mbele, usiishie njiani. Hofu ya tatu ni hofu ya kupata hasara. Hofu ya kupata hasara inajengwa na uzoefu mbaya unaotokana na simulizi za watu wengine na kupelekea mtu kufanya biashara akiwa na tahadhari kupita kiasi ambacho kinamfanya akose fursa muhimu za kibiashara. Hasara ni sehemu ya uwekezaji. Kinachotofautisha wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo ni uwezo wa kusimamia hasara wanazozipata na kujifunza jinsi ya kuzipunguza hizo hasara. Hofu ya nne ni hofu ya kuanza. Hofu ya kuanza ni kikwazo kikubwa kwa watu wengi wenye mawazo ya biashara. Asilimia kubwa ya watu wengi huwa wanaishia kupanga malengo bila kuchukua hatua kwa sababu ya kutokuwa na uhakika wa matokeo. Anza na ulicho nacho, jifunze na kujiboresha taratibu. Hofu ya tano ni hofu ya kufanya maamuzi. Hofu ya kufanya maamuzi huwa inasababisha hali ya kusitasita na kupoteza fursa muhimu za kibiashara. Mtu anakuwa anaogopa kuamua kwa kufikiria mawazo hasi zaidi badala ya kujiwazia chanya. Biashara inahitaji maamuzi yenye ujasiri.